ajili ya kila swali. Lakini Mungu pekee wa kwanza hana mwisho, lakini pili hakosei. God is infallible. He does not make mistakes. Hakosei. God is infinity and the God is infallible. Swali, what should we do when scripture and science clash? When the Bible says, maandiko vinagongana, what should we do? The better solution to the conflict between scripture and science is to allow the Bible to inspire and guide all our scholarly studies, including science. Kwa Biblia iko superior, iko juu ya science, ndio ambayo inapaswa kutuongoza katika tafiti zetu zote. Mfano, habari ya kifo. Science ina majibu ya kifo? Hawana. Hawezi kurudisha uhai. They cannot. Kwa sababu gani? Mungu alisema utakufa namna gani? Hakika. Na Mungu hakosei. Alishasema wanadamu hawezi kutegua. Haiwezekani. Kwa science haiwezi kutupatia majibu kwa sababu science is inferior. Trustworthy wisdom and guidance comes from God. Hekima na maarifa mazuri yanatoka kwa Mungu ambaye yeye amekuwepo, ambaye yeye ni origin of everything and told us about it, ambaye ni mwanzo wa kila kitu na ametujulisha. Mungu ambaye yupo katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 fungu la 14, wakati Musa anaenda Misri, anamuuliza Mungu, uko nakoenda? Wakiniuliza ni nani aliyemtuma niwaambieje? Mungu anaambia, nenda kaambie mimi niko ambaye niko nimekutuma. Go and tell them I am who I am. Niko ambaye niko. I am who I am. Maana yake nini? I have no beginning, I have no end. I have been there, I am there, and then I will be there. Kwa hiyo God who has been in the past, God who is in the present, and the God who will be in the future, yeye hakosei. Hakosei. Fungu la 8 anajitambulisha, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja Mwenyezi. Kiingereza kinasema I am the Alpha and the Omega. Alpha ni herufi ya kwanza katika lugha ya Kiyunani, Alpha. Alafu Omega ndio herufi ya mwisho kwenye zile alfabeti za Kiyunani, the Greek alphabet. Wanasema I am Alpha and the Omega, says the Lord, God who is in the present, God who was in the past, and the God who is to come in the future, the Almighty. Mzee, wewe uko present yao? Wewe historia yako ni fupi. Alizaliwa 95, akasoma shule ya msingi cha